Ilikuwa miezi sasa zimebaki siku chache tu kuelekea kombe la dunia la mwaka 2026. Na sasa macho ya dunia yanahamia bara la Amerika Kaskazini. Hili si kombe la dunia la kawaida ulilolizoea. Hili ni toleo kubwa zaidi, lenye pesa nyingi zaidi na la kihistoria kuliko yote yaliyowahi kutokea tangu soka lianze. Kuanzia mfumo mpya wa mashindano hadi burudani za kiwango cha Super Bowl. Haya hapa ni mambo 10 ya kuvutia zaidi kuhusu kombe la dunia la mwaka 2026. Jambo la kwanza ni kuhusu wenyeji wa mashindano haya. Kombe hili la dunia litakuwa na wenyeji watatu kwa mara ya kwanza. Kusafiri kutoka joto la Mexico hadi baridi ya Canada na miundombinu ya kifahari ya Marekani. Hii ni mara ya kwanza katika historia ya FIFA ambapo mataifa matatu yanashirikiana kuandaa fainali hizi. Miji 16 itakuwa wenyeji wa mitikisiko hii, ikitengeneza tamasha kubwa la tamaduni tofauti. Jambo la pili ni upanuzi wa kihistoria wa timu 48. Sahau kuhusu timu 32 mlizozizoea tangu mwaka 1998. Safari hii FIFA imeongeza idadi ya timu 48. Hii ina maana tutashuhudia makundi 12 yenye timu 4 kila moja, na kwa mara ya kwanza kutakuwa na hatua ya mtoano ya timu 32. Nafasi zaidi kwa mataifa madogo kuandika historia. Jambo la tatu ni jumla ya mechi 104. Ndio, umesikia vizuri. Ongezeko la timu linamaanisha ongezeko la burudani. Badala ya mechi 64 kama ilivyokuwa Qatar, mwaka huu tutashuhudia jumla ya mechi 104 ndani ya siku 39 za mashindano. Huu utakuwa mwezi mmoja wa soka lisilolala asubuhi, mchana na usiku. Jambo la 4 ni Mexico kuweka rekodi ya dunia. Hakuna taifa duniani lenye mapenzi na kombe la dunia kama Mexico. Mwaka huu watakuwa taifa la kwanza kabisa katika historia kuandaa fainali hizi kwa mara ya 3 baada ya mwaka 1970 na mwaka 1986. Uwanja wa kihistoria wa Azteca unatazamwa kuwa uwanja mtakatifu wa soka la kisasa. Na jambo la 5, FIFA imeamua kuleta mapinduzi ya burudani. Katika mchezo wa fainali utakaopigwa New Jersey, Marekani, kutakuwa na tamasha kubwa la muziki wakati wa mapumziko, yani halftime show. Na habari njema kwa Afrika, Malkia Shakira amethibitisha kutumbuiza pamoja na kundi la dance la watoto mashuhuri wa Uganda Ghetto Kids kwenye jukwaa hilo kubwa la dunia. Jambo lingine ni teknolojia ya viwanja. Marekani imeweka viwanja vyenye thamani ya mabilioni ya dola. Tunazungumzia viwanja vyenye teknolojia ya kudhibiti hali ya hewa, paa zinazojifunga na mifumo ya nyasi zinazobadilishwa chini ya ardhi kulingana na mazingira ya mji. Mashindano haya yatakuwa na matumizi makubwa zaidi ya teknolojia kuliko mashindano yoyote ya michezo kuwahi kushuhudiwa. Na jambo lingine ni anguko la mabingwa mara 4 Italia wapo nje. Pamoja na kwamba timu zimeongezeka hadi 48, mashabiki wa soka watakosa ladha ya azuri. Italia wameshindwa kufuzu kwa mara ya 3 mfululizo baada ya kukwama mbele ya Norway ya Erling Haaland na kutolewa kwenye mechi za mtoano. Ni mshtuko mkubwa, lakini ndio ukatili wa soka. Na jambo lingine ni changamoto ya kijiografia na umbali. Tofauti na Qatar ambapo viwanja vilikuwa karibu sana kiasi cha kutumia treni, mwaka huu timu na mashabiki watalazimika kupaa angani kwa masaa mengi. Kupishana kwa majira ya saa na mabadiliko ya ghafla ya hali ya hewa kati ya miji itakuwa mtihani mkubwa wa utimamu wa akili kwa wachezaji. Na jambo la 8 ni mashindano ya kibiashara. Soko la Marekani limefunguka. Hili linatarajiwa kuwa kombe la dunia litakalotengeneza faida kubwa zaidi ya kifedha katika historia ya FIFA. Kuanzia mauzo ya tiketi, haki za matangazo ya televisheni hadi mifumo ya malipo ya kidijitali. Biashara ya soka inakwenda kufikia viwango vya juu sana vinavyovunja rekodi zote za nyuma. Na jambo la mwisho kabisa la kuvutia zaidi, fainali kupigwa ndani ya New Jersey, uwanja wa kifahari wa MetLife wenye uwezo wa kubeba zaidi ya mashabiki 82,000. Ndio utakaoshuhudia nchi gani itasimama juu ulimwengu tarehe 19 Julai. Ndoto ya kila mchezaji, machozi ya kila shabiki na historia mpya ya soka itahitimishwa hapo. Kombe la dunia la mwaka 2026 si mashindano tu ya soka, ni tamasha la kihistoria linaloenda kuunganisha dunia nzima. Je, unafikiri ni timu gani itabeba kombe la safari hii? Na una mtazamo gani kuhusu mfumo huu mpya wa timu 48?